nimeupiga makusudi kwa sababu Hajat Fatuma Mwasa alikuwa anapenda sana wimbo huu, na wakati wa Jukwa Muka ulimleta Sabaha Salim leta pale na akaweza kufanya mambo yake safi kabisa. Sawa, tunakuomba radhi msikilizaji kwa sababu ya kuchelewa kidogo, lakini hapa nshaka tayari ameshafika mkuu wetu wa mkoa Hajat Fatuma Mwasa. Tupige naye story, tuzungumze mambo mengi atazungumza yeye. Sisi yatakuwa ni machache ambayo tutamuuliza kuhusu mkoa wetu wa Kagera na kadhalika. Karibu sana Hajat Fatuma Mwasa. Asante sana. Wajionaje na hali? Salama alhamdulillah. Basi hilo ndio jambo kubwa. Ukilala asubuhi ukajikuta upo, mshukuru Mungu. Amina. Chadi, mbona kama una nimefly ulivyosema unajionaje na hali? Ukasema ni jambo kubwa wakati yuko hapo. Ni jambo kubwa sana hilo, ni jambo kubwa mno Sheikh. Ni jambo kubwa. Leo tuko tunasoma ratiba ya kuzikwa Sheikh, bali lala vizuri na kuamka. Kwa kweli ni kitu kikubwa. Kwa hiyo nikumshukuru mkuu karibu sana. Karibu sana. Na hii ni season ya ngapi Jukwa Muka? Ya 3. Season ya 3. Tuko na mkuu wa mkoa tunatamba naye. Na tunalinga naye. Maana bado nipo sana. Mungu ni mwema. Ndio, season ya 3 tunaanzaje mkuu wa mkoa kwenye Jukwa Muka? Kwanza kabla sijaelezea season ya 3, mimi huwa napenda sana kushukuru. Ndio. Kwa hiyo naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, napenda niwashukuru sana watu wangu wa nguvu. Wana Kagera wenzangu. Nawapenda sana kwa kweli, nawashukuru sana. Wana Kagera wote mmeuheshimisha mkoa wa Kagera kuanzia wakati wa kampeni mpaka uchaguzi mkuu mpaka baada ya uchaguzi mkuu. Kagera mkoa wa mpakani, lakini umeendelea kuwa shwari wakati wote, kukiwa na utulivu na amani na shughuli za uchumi zinaendelea. Ni jambo kubwa sana. Hakika mmeheshimisha mamlaka ya nchi, mmeuheshimisha mkoa, mmeliheshimisha taifa na mmeniheshimisha mimi mama yenu. Asanteni sana, na tumejiheshimisha sote wana Kagera. Hii inamaanisha kwamba sisi wana Kagera ni wazalendo kindakindaki. Tuko vizuri sana wazalendo wangu wa nguvu. Naam. Sasa umeanza kwa kushukuru hapo, na vijana nao walikushukuru, wanasema tu atukufanya kwa sababu tunamheshimu mama Mwasa. Na walikuwa wananiambia wakinipa information hatarishi, wanasema tumeambiana wote, sasa bi mkubwa wetu jamani, tukimpiga mtama itakuwaje? Tumsaidie tu. Kwa hiyo waliweka nguvu za pamoja kutusaidia. Tunawashukuru sana, tunawapenda sana, na tutawapambania mpaka jasho la mwisho kwa pamoja mpaka kieleweke. Lazima tutoboe. Sawa, mama Mwasa, unaona ushirikiano huu na wanaokupatia wananchi na wewe ambao unauzungumza mkoa wetu kama ambavyo uliingia unasema lazima tutoke tulipo kwenda mbele, unauona tunakwenda sasa? Kabisa. Kabisa, na nafikiri tunakwenda kwa sababu tunapanga pamoja. Maana moja ya mambo muhimu ambayo huwa tunafanya kwenye tamasha hili ni kukubaliana ya kufanya mwaka unaofuata. Sasa kwa kuwa yanakuwa yametoka kwa wananchi, wanayapenda, wanakuwa na ari nayo na wanayasimamia, wanayatekeleza, tunashukuru, tunakwenda vizuri, tuko mwendoni. Tuko mwendoni. Mimi kuna kitu naomba niulize. Nitakupa mfano mdogo tu. Mahakamani mtu akihukumiwa, yule shahidi anatoa ushahidi. Lile jambo anaweza karudia mara 2 au mara 3. Hakimu akisema ile jambo karudia mara 2 au 3, ana uhakika. Neno tutatoboa, mpaka kwenye mkutano wako wa vijana ulizungumza. Umerudi hapa tujazungumza mengi, umesharudi kwenye lile kwamba tutatoboa. Tunatoboaje? Yaani mipango ikoje? Pengine utuibie siri kidogo. Mipango ni mizuri, mipango ni mikubwa, na uhakika wa rasilimali tunao, na tutatoboa. Na kwa nini narudia tutatoboa? Nitatumia mfano mdogo sana kujibu swali lako. Tulisema tukiongeza uzalishaji wa kahawa, uchumi wa mtu mmoja utaongezeka, uchumi wa mkoa utapanda pia, na uchumi wa taifa utapanda. Sasa tuanzie hapo, yani mwaka huu miche yote tuliyootesha imetuishia kwenye vitalu na watu bado wanahitaji miche. Hii ni ishara kwamba wito umeitikiwa, watu wanapambana, vijana kwa wazee wanapambana, na
hata wale wenye ajira kubwa kubwa wamerudi nyumbani kupanda kahawa. Okay. Hii ni kutusaidia sisi Wanakagera kunyanyua uchumi wetu, lakini nimefarijika sana, wako vijana wangu mpaka walioko Marekani wamepanda kahawa mwaka huu. Tena wengine ni mabinti wadogo, lakini wamechukua zile pesa ambazo wangenunua leswigi, wangenunua nini, mikoba, wamerudisha nyumbani, tumepanda kahawa. Nawapongeza sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulileta ule utaratibu wa kongani kwa vijana, labda mapokeo kwa vijana mpaka hivi sasa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, yako vipi mapokeo ya kwa vijana kwa ajili ya kuzungumza? Ngoja nianze sasa kule alikoniuliza Richard kwenye Ijuka. Kwenye Ijuka Omuka. Nawashukuru sana kwa kunipa Wanakasibante, kwa kunipa fursa ya kuja kuelezea tamasha letu pendwa la Ijuka Omuka. Huu ni msimu wa 3 tunaokwenda kusherehekea tamasha la Ijuka Omuka, kwa maana ya kumbuka nyumbani, ambalo tunatarajia litaanza kesho tarehe 18 na kuhitimishwa siku ya Jumapili tarehe 21 Disemba 2025. Tunaanza na nini? Kama ilivyo ada, tunaanza na dua na sala kuombea mkoa wetu, lakini pia kuliombea taifa letu. Kwa hiyo kesho kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7 mchana tutakuwa ukumbi wa KCU tukifanya maombi na viongozi wetu wa dini, na tumekwisha kubaliana na tumekwisha panga, na taasisi zote za dini zitashiriki. Tukisema zote manake sasa hivi zimegawanywa katika makundi makubwa 4. Tuna TEC, tuna CCT, tuna CPCT na tuna BAKWATA. Na hawa wote kwa pamoja wamekubali, lakini kuna zile nyingine JASUTA na wale wanaoitwa viongozi wa kiroho wote kwa pamoja tumewajumuisha, Istikama na wengineo, na wote tutakuwa nao pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunauombea mkoa wetu na tunaliombea taifa letu. Siku ya Ijumaa ni kongamano la vijana, na hili ndilo linakwenda kujibu swali ambalo mmeniuliza punde kuhusu miradi ya vijana. Mwaka huu tunazindua mpango kabambe wa utengenezaji wa ajira kwa vijana. Nini tunafanya? Tulikuwa miaka 2 iliyopita tulikuwa tunafanya pilot ya kuona ni miradi gani inaweza kumwezesha kijana kupata fedha za kutosha zitakazomwezesha kuoa, kuzaa watoto na kuwahudumia ipasavyo. Kwa hiyo tulikuwa na hizo kama mnavyosema kongani za vijana, tulikuwa na viwanda vidogo vidogo vya kutosha, lakini wapo tuliowaingiza kwenye uvuvi na tuliowaingiza kwenye kilimo. Tumeona inakwenda vizuri. Kwa hiyo kupitia ile pilot tumetengeneza sasa mpango kabambe wa mkoa wa kutengeneza ajira kwa vijana, na kila halmashauri ina jukumu la kutengeneza ajira 2000 kila mwaka. Ajira 2000 kila mwaka. Ajira 2000 kila mwaka kupitia fursa zilizopo. Kwa hiyo tunakwenda kutengeneza vijana wakulima, lakini sio kilimo cha kutegemea mvua, kilimo cha kumwagilia. Vijana wa kufuga, vijana wa kufuga nyuki, vijana wavuvi, lakini sio uvuvi wa kienyeji, uvuvi wa kisasa ukiwemo wa vizimba, ukaushaji wa dagaa, uchongaji wa samani kupitia hizo kongani, vijana mafundi magari, vijana wa kushona nguo, vijana wa kupika, vijana wa susi, vijana wa saloon na kadhalika. Kwa sababu wanarudia mara nyingi kwamba hata kupaka wanja, ukijua kumpaka mwanamke wanja vizuri ni hela. Kupaka wanja saluni shilingi 10,000. Ukipakwa na poda, zile poda sisi tunaitaga gypsum, zile wakikusiliba hivi 30,000 unalipa. Ina maana wewe ukiweza kuwapaka 3 kwa siku una 90,000. Hiyo ni nyingi kuliko afisa yangu wa serikali kwa mwezi mzima. Na wakati weekend sisi tunalala kule saluni, weekend ndio wanafanya kazi zaidi. Kwa hiyo ajira ziko nyingi. Mtu ukiweza kusafisha kucha za mwanamke ni hela, kila mguu mmoja 5,000. Ukimpata mwanamke mmoja kwa siku 20,000. Hizi ni pesa. Kwa hiyo tutatumia kila fursa tunayoiona tutengeneze ajira 2000 kwa kila halmashauri. Na halmashauri hizi zitashindanishwa. Kwa hiyo baada ya sisi kupilot, wataalamu wetu walitengeneza draft, lakini tukatafuta sasa wataalamu washauri kwa maana ya consultants, wameboresha na kutoka na mpango kabambe wa ajira kwa vijana ambao sasa tutatengeneza ajira 16,000 kwa sababu tunazo halmashauri 8. Kwa hiyo ajira 16,000 kwa mwaka
na ninaamini, narudia tena kusema tutatoboa. Mwasa, wakati unazungumza hiyo ya kongani kwa vijana kuhusiana na ususi, na hii umelizungumza mara nyingi, ukienda kwa kina mama hata vijana wengine wanasema Mama Mwasa kama amepeleka vijana kwenye kilimo, amepeleka kwenye kongani, sijui mafundi seremala, hatuwezi na sisi kuwa na eneo moja la wapambaji, yani tukapata eneo ndani ya serikali kwamba mtu anataka kupambwa lakini unawakuta sehemu fulani ili wamekuwa, ukikutana na Mama Mwasa hebu muulize hilo swali. Huu mpango na umelizungumza mara nyingi. Mpango huu umeanza vizuri. Unajua nilipokuwa nikisema ile wanawake tunaenda kupakwa poda kwa pesa, watu walikuwa wananicheka hivi. Naam. Kwa hiyo nikawakusanya Sabra na wadau wake, tukawapeleka kongani. Kwa hiyo Sabra yuko pale anafundisha vijana wenzake namna ya kupaka watu poda na wanja, na inakwenda vizuri, na mwaka huu amesherehekea mwaka wa kwanza, na mambo yanazidi kwenda vizuri. Lakini kuna misuko, unajua kuna nywele tunasukwa mpaka zinagharimu 100,000 kwa kusukwa mara moja. Kwa hiyo ni fedha, na hili walilokupa vijana nimelipokea. Sasa tutakachofanya ni kutafuta eneo zuri zaidi na kubwa ili tujenge sehemu maalumu ya kupambwa, section hii ya kusukwa, section hii ya kupakwa poda na wanja, section hii ya kusafishwa miguu. Lakini liko moja ambalo natamani sana kulipambania, na nikiweza nitafurahi sana. Unajua wanawake wanakwenda saluni kusafishwa miguu, lakini wanaowasafisha ni vijana wa kiume. Sasa mimi naona kama wanawapa shida wale watoto wa watu wa kiume kuwasafisha miguu. Mwingine anaenda kusafisha miguu afu anasema kasahau kuvaa skin tight. Sasa inawezekana. Sasa inabidi wanaosafisha miguu ya kina mama wawe wa kina mama wenyewe, halafu wa kiume watawasafisha kina baba. Pamoja na kusema ni maendeleo, sayansi na teknolojia, na mimi naikataa kwa sababu inaenda kinyume na mila na desturi zetu. Huwezi kukaa mtoto, kwanza watoto wa kiume si tuna hadhi nao kubwa sana. Sasa huwezi kuwapa kusafisha miguu, mwisho wake wataenda kuwasafisha na wake zao. Mke anataka nioshe miguu wangu. Sasa Mama Mwasa, wakati tuko kwa vijana hapo, ulipokuja na naomba nikukumbushe, ulisema ulivyokuja Kagera ulikuta miti mingi ya paini imepandwa, lakini tulikuwa tumepanda ovyo ovyo kweli. Ukaja na kampeni ukasema hebu tutoe miti ya paini tuanze kupanda kahawa, na hii kama imetiki hivi. Na ukienda kwenye wanaopanda, sawa, mashamba inawezekana yote si ya vijana, lakini vijana inaonekana wana mwitikio mkubwa. Mapokeo ya vijana kwako hili unayachukulia namna gani? Mapokeo ni makubwa sana, na kutokana na hilo tumepambana sana. Mwaka huu tumepata eneo la eka 2,000 za vijana za kuwasaidia kulima mashamba ya kahawa. Na trekta kama kawaida zipo, zitaendelea kufanya kazi, lakini tunataka, of course tumechelewa kupanda msimu, nimeambiwa tunatakiwa tupande mvua za vuli, lakini tukiri kwamba nyingine tutazipanda masika. Lakini lazima tupambane kwa sababu miche ilituishia. Mwitikio umekuwa mkubwa. Lakini nikiendelea na eneo letu la Bonanza, siku ya Jumamosi ni mtanangi, kuna mechi za kirafiki. Hizi mechi zinalenga sana kuimarisha urafiki baina yetu, baina ya makundi mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo tumeandaa mechi ambayo mechi ya kwanza itakuwa ni baina ya wamachinga na maafisa biashara. Lengo ni kuimarisha urafiki baina yao. Lakini kutakuwa na mechi ya wanahabari na walimu. Tuko moto. Mko moto. Lakini pia kutakuwa na mechi baina ya TRA na wafanyabiashara. Kutakuwa na mechi baina ya viongozi wa dini na viongozi wa serikali. Kutakuwa na mechi nimehitaji ya TRA na wafanyabiashara. Kuna ya polisi na bodaboda. Alafu kutakuwa na polisi na bodaboda. Maafisa usafirishaji. Maafisa usafirishaji wao watapambana na hii mechi na polisi. Ya kutazamwa sana, ni muhimu mno. Hata juzi wakati juzi anaitambulisha, alisema tutakuwa na mechi kabambe kati ya polisi na maafisa usafirishaji. Na hii kwa kweli imefanywa kwa sababu ghafla maafisa usafirishaji wamejikuta wana timu mbili.
Sasa mimi nitawaomba wale wanaosimamia hizi timu mbili zicheze kwanza ya kirafiki. Maafisa usafirishaji timu zote mbili zichuane. Kupitia mchuano ule wachague wachezaji bora wa timu zote mbili. Waunganishe kupata timu moja. Ndio wakachuana na polisi. Kwa sababu polisi wamefanya mazoezi mengi, wana kila siku wanakuwa uwanjani. Na mimi hapa niko na upande wa maafisa usafirishaji, ndio timu yangu na declare interested. Kwa hiyo lengo langu ni lazima tuwafunge hawa polisi. Kwa sababu tusipowafunga wataringa sana, watatamba. Sasa sisi tuwaonyeshe sisi ni wababe wa kitaa. Kwa hiyo lazima tuwafunge polisi. Siku ya mechi itakuwa siku nzima. Siku nzima tunaanza asubuhi, lakini kuna watu ambao tumeangalia hali zao za afya tukasema dakika zao zitapungua. Kwa mfano viongozi wa dini na viongozi wa serikali, nilikuwa natazama hali za waheshimiwa wakuu wa wilaya, nikaona sasa bora tuwapunguzie dakika. Wale watacheza kwa dakika chache. Resto Sima anapiga midfield kisheti. Alafu Dr. Abel ndio namba 6 striker wao. Alafu goalkeeper ni Kanal Maiga. Nikauliza huku kwa viongozi wa dini goalkeeper nani? Wakasema goalkeeper watapokezana. Haruna na nani? Sheikh Chwabuta na baba Askofu Mwijagi. Mechi itakuwa nzuri sana. Hiyo mechi itakuwa nzuri sana. Na wananchi baada ya kupokea ile, kutakuwa na kiingilio au ni bonanza tu? Ni bure, bonanza tu, watu wote tufurahi. Na tunaenda tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa ili wanawake wasionekane hawakucheza, basi sisi wanawake watu wazima tutavuta kamba. Lakini wasichana, wanawake kwa maana ya wadogo wale maafisa wadogo wao watacheza netball. Sare zimenunuliwa, ziko pale, jezi. Kwa hiyo mnakuja tu nyinyi, jezi zipo. Na ziko branded kabisa. Lakini pia makombe, ili asionekane kuna mtu katoka bila kikombe. Kwa kuwa hizi mechi hazirudiani, kwenye kila mechi kutakuwa na kombe lake. Yaani wewe ukimtoa umechukua kombe. Kwa hiyo bodaboda na polisi kombe lipo. Viongozi wa dini na serikali kombe lipo. Waandishi wa habari na walimu kombe lipo. Kwa hiyo mjipange vizuri. Na makombe yangu mimi sio vikombe vya kinjanja. Sinaga shombovu, ni yale makombe yenyewe. Mkienda kuweka pale kwenye klabu yenu ya waandishi wa habari, kila mtu akiingia anauliza mlishinda China au Malaysia. Mwasa, kuna nafasi tena ya watu ambao wanataka kukushika mkono katika hilo zoezi, hasa hili la bonanza? Kwa maana Richard, namuunga mkono Mama Mwasa, atakayeshinda mimi nitaongezea labda 100,000 au 200,000. Wakipenda kwa kweli tunawakaribisha. Au labda mtu anaamua kwamba mimi nataka ni boost kwa kuleta labda katoni kadhaa za maji. Hiyo ruksa kabisa, ruksa kabisa, kwa sababu wako ambao hata wametubusti kwenye gala dina. Wamesema mama usilie sana, unahangaika mwenyewe kila jambo, na sisi Wanakagera tukuonyeshe tuko imara. Kwa hiyo wako wamesaidia kwenye lile tamasha letu lile la manake ile siku ya mwisho sijaimalizia kusema, ina mambo mazito. Lakini wadau ndio wamechangia mambo. Baada ya bonanza kuna ratiba nyingine inaendelea. Jumapili sasa kuna ndio tamasha lenye sasa ndio kilele, na tutakuwa live kitaifa. Yani TV station kubwa zitaturusha live. Na mpaka sasa Azam wamekwisha confirm kwamba wataturusha live kuanzia saa 9 mpaka 11 tutakuwa live. Sasa kwenye lile tamasha kutakuwa na vionjo. Kwanza tutaionyesha tamaduni za watu wa Kagera kwa kutumia nyumba zetu za asili, machifu na utamaduni wao na kadhalika vitakuwepo. Tutakuwa na ngoma za asili, lakini tutakuwa na show maalum ya kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa kuweka nguvu kubwa katika kupigania maendeleo ya mkoa wetu wa Kagera. Lakini tutakuwa na wasimulizi wawili watakaoshirikiana kuelezea historia ya kukua na kuanguka kwa ngome ya Buhaya. Sasa nyinyi Wahaya tatizoni nikiambia kwa Kiswahili ya mwelewi. Ngoja niwaambie kwa Kiingereza.
The Rise and Fall of Buhaya Empire. Nimesoma shule. Yes. Na historia ya Buhaya Empire ni nzuri sana. Sijajua kama mpata watu wazuri wa kuisimulia, lakini labda ni wataji. Hii itasimuliwa na Professor Rutino pamoja na Father Kamugisha. Hawa ni storytellers wazuri maarufu mahiri sana. Kwa nini nimeweka hii? Ninatamani kuona wana Kagera wanaorudi na watoto wao, na naomba muwalete watoto waje wasikilize historia hii nzuri ya Buhaya, kwa sababu wakati mwingine wanaenda huko mbali, mnawazalia Dar es Salaam, wanakulia Dar es Salaam, wanafikiri kama huku ni kwa wachovu. Kuna historia kubwa nzuri wanayopaswa kuienzi, kwa sababu ndiyo iliyofanya Kagera, mkoa huu ukaheshimika sana na kufikia miaka ya nyuma na kufikia tulipo. Sasa wanatakiwa watuchangie nguvu, tupandishe kutoka hapa kwenda mbele zaidi. Lengo letu sisi ni kuwa mkoa kinara. Kwa hiyo kila mwana Kagera anayejijua ana asili huku lazima aweke nguvu yake. Nilikuwa nasikiliza clip moja, nikaona wamemnukuu Traore akiongelea uhunzi na Kagera. Ikanigusa sana, nikasema hivi uhunzi wa Kagera leo hii mpaka ukaongelewe na Burkina Faso. Wakati Fatuma Mwasa hawezi kuelezea uhunzi wa Kagera, nikasema hapana, lazima wakubwa hawa watufundishe the rise and fall of Buhaya Empire. I'm very proud of it. Mimi niko very proud na Kagera. Niko very proud na wana Kagera, na kwa kweli ikitokea tu Fatuma Mwasa anaondoka Kagera, naweza nikadondoka nikalazwa. Mungu anapenda. Tunakupenda pia. Tukadondoka. Kwa sababu nina pride sana na huu mkoa. Napenda watu wake, napenda mandhari yake, napenda tamaduni zake, napenda vyakula vyake, ili mradi kwa kifupi Kagera ni neema tu. Siku hiyo nje ya hiyo historia kuna ratiba gani nyingine? Kwa hiyo baada ya hizo burudani kuna vyakula vya aina hizi mbili. Chakula cha asili tutakalo chakula chini kwenye manyasi, kwenye majani ya migomba. Hiyo lazima tukae tule, ndio inahitimisha sasa sisi utamaduni wetu. Lakini wengine hao waliokaa tena mjini na nini, ambao hawatataka kukaa chini kula ndizi pamoja na sisi, wao tumewawekea pilau la kufa mtu. Pilau jingi. Ng'ombe kadhaa wanachinjwa, wali mwingi unachinjwa na unapikwa. Kwa hiyo yani vyakula vitakuwa pale sio vya kununua. Ili mradi wewe usile mchana ili ukaweze kula kwenye tamasha. Na mwaka jana hata hawakuja wengi sana, kwa hiyo watu wakabeba ule wali kwenye viroba. Jamani, kwenye viroba utapata vijidudu, njooni muulie pale. Na walibeba. Msibebe kwenye safari. Na changamoto sasa tulikuwa live hapa. Tulipokuwa tunasema sasa wanaanza kula. Makundi yanashuka tu na viroba. Kwa hiyo jamani, sasa hivi tunaomba mje uwanjani. Tutakuwa live, tuonekane tumejaa wana Kagera kwenye uwanja. Na ule ubwabwa tumekadiria wa kutosha watu wote mtakao kuja uwanjani. Wote, hamna mtu atakayekosa. Na nadhani mnajua kama tuna uzoefu huu mkubwa wa kupika wali mwingi. Sasa kuna wakati mwingine nawasikia watu kwenye mitandao wanaandika wapishi wanakodishwa, wanatoka kwingine, hawatoki Kagera. Jamani, sisi tunajulikana kwamba ni specialist wa kupika ndizi. Hata sisi wengine wakiwa na shughuli zinataka ndizi, wanatukodi, tunakwenda kupika ndizi kutoka Bukoba kwenda mikoa mingine. Kwa sababu hizi vitu vina culture zake. Sisi wana Kagera asili yetu sio wali. Mimi mwenyewe hapa ukiniambia nikupikie ndizi nitakuharibia na nitakwenda kuzitia mawese, kwa sababu sisi kule kwetu tunapika ndizi, tunatia maharage, lakini nyinyi mnapika bila mafuta, si tunatia mawese. Gudu. Sasa mtasema hii nini? Kwa ufupi sio shida mtu kutoka huko kuja kutupikia wali. Wali sio shida. Haya mengine sasa tukisema tulikodi mcheza ngoma, hiyo ndio shida. Maana hii ndio asili yetu. Tulikodi aliyetundika maua, hapo shida. Kwani kutundika maua sisi hatujui? Sisi ndio wapamba wenyewe migomba yetu. Lakini kama ni mpika wali,
Tena wanasema kampuni. Hakuna kampuni iliyowahi kuja kupika wali hapa. Ni watu wa kawaida wale kina Lima Pilau. Njoo pika pilau. Sasa pilau ya kulisha Kaitaba, ndugu yangu, wewe uliyezoea kupika kilo 10 utaipika, utaiweza? Haiwezekani. Hatuiti watu pale kuwalisha mchele wa kuloweka. Tunatuita watu kuwalisha wali mtamu. Wali mtamu na wapishi wake. Kwa hiyo wale wanaopenda kuandika kwenye magrupu mimi sina muda wa kuwajibu kule, nimewajibu hapa. Na usiwajibu kwa sababu tuliwahi kula makorokocho. Kwa hao tuliwapa nafasi. Tukala makorokocho. Ilikuwa ni mwenge. Kwa ni mwenge. Mwenge wa mwaka juzi. Mwenge wa mwaka jana. Mwaka jana. Tungekuwa tunalalamika kwamba tupewe nafasi. Tuliwapa nafasi. Bado hatukupika vizuri. Na ule wali jamani, nyinyi niwaambie ni mwingi sana. Unajua watu na import mpaka masufuria. Watu hawasemi tu ukweli. Kwa sababu ukishasikia mahali panapikwa nyama peke yake ikiwa kilo 500, mchele kilo 1000 au 1200, nani hapa anaweza kupika? Tuseme tu ukweli. Sio mchezo jamani, hii ni kazi. Sasa tusilete porojo tu mradi unataka utukane watu, basi uwatukane hata kwa mambo mazuri wanayofanya. Mimi moja ya watu ambacho nimesikia kwa masikio yangu wakinisifia na kukipenda ni kwamba huwa anawapikia chakula kizuri ninapoalika kwenye shughuli. Maana watu sio kwamba ukiwaambia tu njooni mle ndo atakula. Hicho chakula ulichowaitia kina hadhi, kinafanana na wanachokula nyumbani kwao, mpaka waone kinafanana ndo watakula. Kama ni makorokocho hawali. Na makorokocho ilikukwaza sana. Ilikukwaza wengi kwa sababu mimi nilikuwa kwenye mbio zile. Ulikwazika. Na wageni tofauti unajua. Ile mimi mwenyewe mama alipokuja akalizungumza hapa nikawa story kweli. Lakini makorokocho. Mama amesema sasa tunapika makorokocho. Yaani tunajua kupika wali mzuri lakini kwa kiwango fulani. Sasa hii inakuwaga ni mwingi sana. Yaani ukija kama ndio tunaandaa tamasha, ukiingia pale kwenye store yangu unakuta chumba kizima kimejaa michele. Umeona? Sasa hii ni hatari. Sio utasema eti utachukua vijana wako hapa wakajifunzie pale, hapana. Kama na changamoto nyingine ambacho watu hawajui, hizi hela huwa hazijawahi kuwa hela za serikali. Serikali haina hela ya kupikia watu wale uwanja mzima. Hizi ni hela wadau wanachanga. Na hili liko wazi. Na nitumie fursa hii kuwashukuru sana wadau kwa kuchanga mchele, kuchanga nyama, ng'ombe na kadhalika. Kwa hiyo sasa tunapokwenda kupika pale, wale wafanyabiashara wanaotoa hizi ni kama sadaka yao kwa biashara zao. Na mimi huwa naamini wengine wanazitoa kwa manuizi maalum. Sasa ile sadaka ni lazima iliwe na iliwe kwa furaha. Sasa ukipika makorokocho manake sadaka imeharibika. Kwa ufupi, kama Wanakagera mlikuwa hamjui, leo ndo mjue kwamba chakula cha asili tunachojua kupika Wanakagera ni ndizi. Wali tunajaribu kwa kiwango na mama kwenye kupika ndizi kwenye Ijuko Mka zote tunapikaga sisi kabisa, na chakula kinapongezwa sana. Zina trend dunia nzima. Sio tu Kagera. Mimi na rafiki yangu Muhaya, best friend wangu ni Muhaya, na of course amekuwa best friend wangu tangu sio hapa, tangu huko tukifanya kazi. Kwa hiyo siku moja akaniambia kabla hata sijahamishwa Kagera, sikiza Fatma, mimi nikija kwako usinipikie ndizi. Nikacheka, nikamwambia basi mimi ndio nadhani na kuimpress. Akasema huda unacho ni impress kwa sababu haujui kuzipika. Wewe mimi nikija kwako na expect unipikie pilau. Nile pilau ni something ambacho mimi siwezi kukipika vizuri kama wewe. Lakini kwa ndizi hujui. Sasa huwezi kuamini, mimi nimekuja Kagera ndo nikaelewa alichokuwa akiniambia. Nimekuja hapa napenda zile ndizi, nakula na katika baada ya muda fulani nikajikuta nimecut weight, nimepunguza 10 kgs. Kwa hiyo nikawa natafuta siri ya zile ndizi. Kumbe zile ndizi haziwekwi hata mafuta. Na chumvi ni kwa mbali sana. Nikasema hiki chakula ni very healthy.
Sasa zile ndizi zinapikwa vizuri, zinatiwa na maharage, wakati mwingine na nyama au samaki, lakini huwezi kujua kama hazijawekwa mafuta. Yes. Yeah. Sasa njoo kwangu mimi, ndizi nakatia vitunguu, nyanya, karoti, pilipili hoho, Au mafuta kwenye mafuta kwanza. Napitisha kwanza kwenye mafuta, baadaye na mimina tu ila nazi gudu. Sasa hapo utakosa kuharibu afya. Hapo haiwezekani. Kwa hiyo ni chakula kingine tofauti na sio ndizi. Naam. Zinavyotakiwa kupikwa. Lakini sasa hivi nimefanya juhudi sana ya kujifunza kuzipika zile ndizi. Kwa sababu ni chakula very healthy. Okay. Hata watoto ukiwalisha ile unawasaidia sana kutoaweka kwenye hatari ya moyo kupata shida. Yes. Mkuu wa mkoa, wakati tukiwa hapo huo una gala dina, itakuwa siku gani katika ratiba? Itakuwa siku ya Jumapili hiyo. Okay. Na kwa nini tumeifanya Jumapili? Ili kila mtu awe amekula kwa nafasi yake. Waliokula uwanjani wamekula, na watakao kwenda kule, kwa sababu wanakuwa ni wachache, watakao ambatana na mgeni rasmi kwenye gala dina na wenyewe watakula. Lakini labda niseme kizuri kwenye gala dina hii, tunapata muda wa kureflect mafanikio na changamoto zetu. Tunatazama documentary ya miradi mikubwa ya mkoa, tunasikiliza muziki laini wa taratibu, lakini kutakuwa na vionjo mbalimbali. Kutakuwa na kuna nini kapuni, ambako watu wataokota karatasi. Ukiokota karatasi inayosema mkuu wa mkoa leo utakaa meza moja na mimi, manake mkuu wa mkoa anapaswa kunyanyuka akakaa meza ya aliyemchagua. Maana sio kila siku aitebwa alafu wengine hawampati mgeni rasmi. Ukipata karatasi ukasema Rasi, naomba utuchezee bolingo. Rasi lazima hakuna namna. Ukisema Mzee Sima, lazima ujaribu kuimba wimbo mmoja wa Diamond. Mzee Sima lazima achukue. Alafu unamwekea nataka kulewa. Sasa itabidi DJ awe makini. Aweke nyimbo ambayo kweli wazee tutaweza kuzicheza. Wakisema tunataka Hajati upige maeno, hapo ndio itakuwa tatizo. Inabidi DJ awe makini, atafute kaswida. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umekuwa ukiwaomba hizi zote jukumu za msimu wa 3 huu sasa hivi, umekuwa ukiwaomba sana wanakagera walioko nje ya mkoa wa Kagera kuja kuwekeza. Vipi katika uwekezaji? Kuna ambao wameshakuja, umeshaona kabisa kwamba sasa ninakoelekea mafanikio yapo, hata kama ninakuwa nimeondoka, lakini hatuombe uondoke kwa sasa, kwamba kuna watu niliwaomba na niliwasina walikuja kule wakawekeza kwenye mkoa wetu. Watu wamekuja, wamewekeza vizuri na matokeo tunayaona, na tunaposherekea Jukwaa ya 3 tuna viwanda zaidi ya 11 ambavyo vimeanzishwa Kagera kama matokeo ya Jukwaa. Na si kazi nzuri, linaleta matokeo bora na tunajivunia matokeo hayo. Na hiyo siku ya Ijumaa kwenye kongamano la biashara tutaonyesha pia miradi ya vijana na makampuni mbalimbali ambayo yamefanya mambo makubwa. Na hata leo kama pre-event, yani kama matukio kabla ya tamasha. Leo ni siku ambayo nikitoka hapa naanza ratiba ya kutembelea viwanda vilivyoanzishwa kutokana na Jukwaa, ili ku-assess progress, kuangalia, kutathmini tumefanikiwa vipi, ili kwenye tamasha nitakapokuwa naongea niongee mambo yenye uhakika na yenye ushahidi. Okay. Sawa. Mama Mwasa, unawaza kuna siku, kwa sababu Mungu atatusaidia, tutakuwa na wewe zaidi ya miaka 6 hadi 7. Kuna siku utaliamisha hapa kulipeleka kwenye wilaya nyingine ili tamasha la Jukwaa? Yes, tunawaza hivyo, lakini tumekuwa tukipata changamoto za yani watu watalala wapi, ukumbi kubwa tunazikosa. Na hili ni tamasha ambalo linaleta watu wengi kwa pamoja. Kwa hiyo ambacho tumefikiria kwamba kinaweza kuwa rahisi ni kwamba kwa kuwa kunakuwa na siku 4 hadi 5, yale matukio mengine yakafanyika wilaya nyingine. Halafu finali inakuja kuwa Bukoba hapa. Kwa sababu wanamleba umeningangania hapa, wanasema Mama Mwasa muulize atatuletea na sisi huku, kwa sababu Mleba tunaendelea sana kuliko wilaya nyingine yoyote. Sasa ukimuuliza Mama Mwasa atakwambia na Karagwe wanaendelea, kwa sababu yeye ndio mwenye wilaya zake. Anajua wakati unavutia kwako na wilaya inakwenda, na wilaya nyingine zinakwenda kwa kasi. Mkuu wa mkoa, wakati tukiwa hapa kwenye Jukwaa, usiku ule tutakuwa na galadina, tutakula, tutafanyaje? Wapo wageni watakaotoka nje kuja kwenye galadina ile ya pamoja kwa ajili ya kuona na maeneo ya uwekezaji ambayo utayaonesha pale? Yes, wapo maeneo, wageni wengi watakuja kutoka nje. Ndio.
na watashiriki pamoja nasi hiyo galadina. Ndio. Lengo ni kuziuza au kuzitangaza zaidi fursa ambazo tuko nazo, lakini pia kutangaza maendeleo ya sayansi na teknolojia yaliyofikiwa. Tulikuwa tuna kampeni ya kuboresha uvunaji wa senene. Mizinga mitambo mipya ya kuvunia senene imekwisha kamilika, na tutaidisplay siku hiyo ya galadina, lakini na siku ya kongamano la biashara, kwa sababu watu wameanza kujifanyia majaribio taratibu, na baadaye tutaondokana. Itachukua muda kidogo kwa sababu maendeleo ni mchakato. Hatutaki iwe overnight, lakini itafika muda watu wote watajikuta taratibu wanahama kutoka kwenye mabati yale makubwa yanayoitwa mabati ya senene kuja kwenye hii mitambo sasa ya kisasa ambayo ni midogo, haichukui nafasi kubwa lakini inavuna senene wengi. Tunaomba huo mtambo uje ili tuweze kupa ardhi mabati yetu jamani. Kila kununua mabati wanakuambia mabati ya senene. Unataka mabati yapi? Msauzi ama ya senene? Yaani sasa hivi tukijenga jengo la serikali wananchi wanachachamaa kabisa tukiweka mabati ya senene. Wametuwekea ya senene, hatutaki. Kwa hiyo mpaka tuweke mabati ya mgongo mpana. Kuna swala la ardhi, mkuu wa mkoa, ili na yenyewe utajaribu kulielezea kwa sababu wawekezaji wengi wamekuwa wakisema ukija Kagera upatikanaji wa ardhi umekuwa ni changamoto. Ili mkuu wa mkoa mtaliwekaje katika kuhakikisha kwamba mwekezaji anapokuja anapata ardhi? Niseme lina historia kubwa ili swala la ardhi Kagera, na atakapokuja mgeni rasmi wa safari Mheshimiwa Paramagamba Kabudi, ndio mgeni wetu rasmi, mgeni wetu rasmi. Safi kabisa. Ni mzuri sana kwa kuelezea historia ya ardhi hasa ya Kagera kuanzia Nyarubanja system na kadhalika. Ndio. Jamani, ardhi Kagera ni kitu chenye heshima sana. Na mkichunguza, nyinyi ni washuhuda kuliko mimi, mnajua zaidi. Ardhi nyingi tunarithishana. Yaani ilikuwa ya babu akamwachia mjukuu, akamwachia mjukuu. Kwa hiyo ile kuiuza ni ngumu, na ni moja ya vitu navipenda kwa wana Kagera. Kwa sababu ardhi tunatakiwa retain. Kwa sababu ndio mtaji wa ukoo ule husika. Kwa hiyo ambacho tunahangaika kukifanya sisi ni matumizi mazuri ya ardhi tulionayo. Lakini kitu ambacho pia kingine labda hakiko wazi, kwa nini Kagera ardhi inaonekana changamoto? Ni umeuliza swali zuri sana. Naomba nikiseme asilimia kama 47, sio kama, asilimia 47 ya ardhi ya Kagera ni hifadhi za misitu, ranchi, yani ni mbuga za wanyama kwa maana ya mbuga za TANAPA. Alafu hifadhi za misitu yetu mbalimbali hii ya halmashauri. Halafu ni ranchi peke yake zinachukua 5% ya eneo letu. Hifadhi zile zinachukua 14%. TANAPA hiyo. Yaani ukizungumzia Burigi Chato nini 14%. Hizi hifadhi nyingine, kwa hiyo ukijumlisha mtoto unapata 47%. Naam. Asilimia 23 ni maji. Kwa hiyo umebaki na ngapi? Hiyo 47, 50, 70, tunabaki na 30. Umebaki kama 26. Naam. Sasa hiyo tu ndio inayotumika kwa sasa. Kwa hiyo ni lazima tufanye uzalishaji wenye tija kwa ardhi iliyopo hiyo. Halafu hii nyingine iliyohifadhiwa huenda wajukuu zetu wakaja wakaanza kuwa wanamegewa kidogo. Lakini kwa sasa hatutumii ardhi yote. Ukiona miti mingi greenish na ndio maana Kagera muda mwingi ni evergreen. Kwa sababu zile zote ni hifadhi au mbuga. Hivi kule ambako utajenga uwanja wa ndege panaitwa Kiabajwa. Sasa kabla ya Kiabajwa ukitoka kwenye mteremko mrefu kwa Bemlo pale Katoma, pote pale unaona kama ni ardhi tupu mpaka unaitafuta Kiaka kule. Yote ni hifadhi. Ukiona ardhi haiguswi kabisa hata na mtu mmoja, basi ujue hiyo ni hifadhi, kwa sababu inaweza kuwa ni kama sio mbuga, basi itakuwa ni msitu wa hifadhi unaomilikiwa na halmashauri. Haya, kuna mtu mmoja kauliza swali hapa wakati unazungumzia kahawa. Anaitwa Nashir, yuko maeneo ya Katerero kule. Sema mwambie mama mbolea ya ruzuku hakuna. Sasa anathibitisha yeye kwamba hakuna.
ila anaweza kumpa majibu kwamba ipo mbolea ya ruzuku kwa ajili ya kupandia kahawa. Huyu naye ni mkulima wa kahawa. Ninathibitisha kwamba haipo kwa sababu na mimi nimefanya very close follow up kuifuatilia. Nikaambiwa inapatikana Katoro. Yaani unaweza ukalipa ukaanza mchakato huku lakini ikafuatwe wapi? Katoro. Kwa hiyo hili nalo na hili nalo ni tatizo. Unajua wanasema ukitaka kujua uhondo wa ngoma ni uingie ndani ucheze. Safari kwenye jambo hili la kahawa nilisema mimi haijalishi ni afisa kilimo au sio afisa kilimo, nitaingia katikati ya mchezo nianze kuratibu. Kwa hiyo nikaanza kugundua sasa hizo changamoto, hiki kumbe hakipo, hiki hakipo, hiki hakipo. Na mpaka nikagundua miche itoshi, kwa sababu niliwaambia watu wanipigie mimi direct wanataka miche. Na iliisha mapema sana. Kwa hiyo hii nayo inatupa jibu gani? Inatupa wale yani ile namba walioniambia imezalishwa haikuzalishwa ile. Yes. Kwa sababu ingezalishwa ile kamili pengine tusingekuwa na changamoto hii. Kwa mfano kama sasa hivi kuna watu wengine wametaka sasa hivi natakiwa nitafute miche kama 10,000 hivi ndani ya hii wiki. Ninakwenda kwa watu wata binafsi nawaambia naiomba hiyo miche, ili kujazilishia kwa sababu watu 10,000 nimewahamasisha mimi. Kwa lazima nihakikishe kahawa hiyo miche wamepata. Wameshaandaa mashamba. Hapo kabla ya kutoka kwenye mbolea. Umeona haipo mchakato mpaka Katoro. Na wewe unasema tunatoboa. Na kutoboa kinachokupa kibri ni hiki ambacho umekianzisha. Umefanya mpango upi ili tuachane na Katoro sasa tupate mbolea? Kwanza nataka nijaribu kujibu kitaalamu sana. Ile mbolea ya dukani tulikuwa tunaidiscourage sana kwa sababu inataka maji mengi, inataka uhakika wa maji. Usipokuwa na maji mengi inaunguza inaunguza mmea. Kwa sababu tulipata hiyo shida ya makongora na tukapanda upya. Kwa sababu tulitumia hiyo ya dukani maji yakawa ni machache, kwa hiyo haikuyeyuka. Unapotifua hivi unaiona kabisa haijayeyuka, inaunguza mmea. Kwa hiyo tunataka wanaotumia hiyo ni lazima wawe na uhakika wa maji mengi. Na ikiwezekana wawe ni wale wanaoweza kumwagilia. Hawa wengine tunapenda sana watumie samadi. Mbolea ya asili. Kwa hiyo ya ng'ombe tunawashawishi sana walime kwa mbolea ya samadi. Mkuu wa mkoa, mimi kwanza nikupongeza. Unajua mkoa wa Kagera hatukuwa na historia ya mbolea hii ya madukani. Yaani ile hali ya kilimo ndio imesababisha sasa hivi tuanze kuona kumbe kuna mbolea ya ruzuku. Yaani hicho ninachokisema, kuna mmoja nikutana nayo Bwenda Ngabo kule, yeye aliomba ile ya ruzuku akaenda kuitafuta Kemondo, wakamwandikia kwenda kuitafuta Kemondo akakuta haipo, akamwambia aende Misenyi. Akaona sasa gharama za kuzunguka huko kote si bora kanunua tu ya kawaida. Hiki ni kitu kikubwa ambacho inabidi tukupongeze wewe, kwa sababu hata sisi tulikuwa tunaulizana hivi sisi huwa tunapataga mbolea ya ruzuku kwa sababu hatujazoea kufanya hivyo. Na tena niongeze hapo, tunapenda watu watumie samadi kwa sababu zile zitatuondoa kwenye organic. Na sisi tungependa kubaki tukiwa tunazalisha kahawa organic ambayo inatupa bei kubwa. Na nzuri, bei kubwa, maana tunataka kuwa matajiri. Kwa hiyo organic. Sawa, nadhani tumemaliza. Ijukomka kuna tulichokibakisha mkoa. Tumekibakisha. Haya matukio yote tuliyoyapanga mazuri, bado tunarudi pale kwamba shughuli ni watu. Na watu ndio sisi. Sasa kuna geza mimi sijalikwa. Jamani, naomba niseme huko majumbani mlipo, mimi hapa studio nimepiga goti la kihaya kabisa. Huko nimepiga na waalika wote. Uwe kiongozi wa serikali, uwe kiongozi wa kimila, uwe kiongozi wa ukoo, uwe mwananchi wa kawaida, tafadhali pokea kwamba nimekualika. Nimewaalika wananchi wote, nimewaalika viongozi wote wa dini, nimewaalika viongozi wote wa kimila, viongozi wote wa serikali, wana michezo wote, atakayesikia watumishi wote wa umma, wafanyabiashara wote, wa machinga, maafisa usafirishaji, wote wana Kagera wote, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, naomba wote mpokee tangazo hili kutoka kwangu kwamba nimewaalika rasmi. Jamani, nimekuja hapa studio kuwaalika shughuli. Mamie Mwali Kilio na mwenyewe nimekuja kualikeni
shughuli tunayo na tunatamba nayo, basi na asiwepo mtu wa kusema mimi sikualikwa. Shughuli zetu hizi hazina kadi, ukiondoa galadina. Ukiiona inakuhusu wewe, vaa kiwalo chako, sogea, njoo tucheze bonanza. Njoo tuangalie tamaduni zetu, ngoma zetu. Nitafarijika sana nikiona siku ya Jumapili Kaitaba panajaa. Kwa sababu tutakuwa live. Sasa tusipojaa pale watu watasema yani hawa wamehangaika namna hii alafu watu hawakuja. Jamani, Kagera yetu ni shwari, Kagera yetu ni amani. Hii si kufunga shughuli yako mapema, funga biashara yako mapema, njoo Kaitaba tusherehekee kwa pamoja. Haya ni mambo mazuri sana. Hujawahi kuona nyumba ya chifu inakuwaje ndani? Njoo ujione, tumekuwekea onyesho la nyumba ya chifu, onyesho la zamani huko ilikuwa ukienda kwa chifu unapokelewaje kimila, ngoma zao zinachezwaje, machifu wanavaaje, wanazungumzaje, wanakunywa vinywaji gani, wanakulaje. Haya yote ni miongoni mwa vionjo vya tamasha. Lakini kutakuwa na hiyo kama nilivyosema simulizi maalum kwa ajili ya kuibuka na kuanguka kwa ngome ya Buhaya. Kutakuwa na ngoma za asili, Saida Karoli atakuwepo, Maua atakuwepo, Kakao Bandi atakuwepo, ngoma kutoka Ngara zitakuwepo, ngoma kutoka Karagwe zitakuwepo, za Wasubi zitakuwepo. Lakini muziki wa Shemela utakuwepo na vionjo vingine kibao. Yani wewe mwenyewe tu uchoke kuangalia, useme jamani nimechoka. Lakini ukichoka kuangalia ngoma unahamia kwenye menyu. Misosi pale itakuwepo. Mpaka ukirudi nyumbani wewe unakunguta tu mguu, unapanda kitandani unalala. Jamani, atakayesikia tangazo hili amwalike na mwenzake. Shughuli Kaitaba, atakayemkanyaga mwenzie kamkusudia. Umedhamiria. Nilitaka nikutoe wasiwasi kwenye mechi ya wanahabari. Ndio. Mimi ni midfield moja hatari mno. Mama Mwasa, naomba usipige makosa. Huyu anajipalilia tu. Ila anaweza kavaa jezi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anapiga jaramba toka asubuhi mpaka saa 12 jioni na jezi yake. Kwa hiyo bwana nimtoe wasiwasi. Tunaomba kuanzia tarehe 20 ya mechi watu Kaitaba mjae. Hakuna kitu. Itakuwa ni Jumamosi hiyo. Tunaomba sana tusimwangishe mama yetu. Na amezungumza hapa kwa kupiga magoti kwa uchungu mkubwa. Lakini tarehe 21 ile tunatamani tuone watu wa Kizumu ile juu, tuone watu wanajaa kwenye mabanda yale. Siku ile ya mwaka jana nadhani mvua ilinyesha nadhani. Ilitusumbua sana pale. Nadhani mwaka huu mtaalamu Mama Mwasa, mimi ni mtaalamu kidogo lakini inahitaji gharama kubwa ya kuzuia mvua. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi mnaotusikiza, lakini pia ili swala sio la kisiasa jamani. La kwetu wote. Wewe kama ni mbunge unawapenda watu wako, unaweza ukachukulia hata isi moja ukawaleta hapa. Ukaja Muleba kama Chumu wapi Karagwe ukawaleta wakaja kwenye tamasha. Ukawaleta kwenye tamasha, tamasha likaja mpaka Misenyi, Muleba. Ukipata isi moja kule, tunajaza uwanja hapa. Kwa hiyo sio siasa wala sio nini. Tuje tuangalie tamaduni zetu. Mama, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Tuna nyingi sana za kukuombea dua mama, unaombewa dua nyingi sana Mwenyezi Mungu. Na kikubwa zaidi mama, ukiachana na hii garadina na shughuli kamalizika, hebu tupia jicho kwenye miche ya kahawa. Watu wametuma message nyingi sana wanalalamika. Hii miche ya kahawa yani subiri garadina ishe. Hata leo nikimaliza hapa nimesema na kwenda zangu site. Ndio. Lazima watu wapate miche, lazima watu wapande kahawa. Lakini pia nikasema niwakumbushe mule kwenye kahawa jamani, wasiache kutupia tu maharage kule na nini, ili hali ya chakula ikaendelea na mahindi yetu. Naam. Sawa, nadhani Mbaraka tumemaliza. Mama tumeongea naye sasa dakika 47. Labda yeye kama ana lote la kumalizia mama. Mama unalo ni kuwashukuru sana wananchi wenzangu wa mkoa wa Kagera kwa kila jambo, kwa sababu mafanikio tunayokwenda kuyaimba, tunayokwenda kuyatangaza yametokana na nguvu ya kila mmoja wetu. Tazama sasa ambavyo watu wanauzungumzia sana kuhusu kilimo. Hichi ndicho kinakwenda kututoa katika kundi kubwa. Kwa sababu mengine yote yatachukua watu wachache. Kizungumzia kongani itachukua watu labda 200, lakini shamba linaweza kuchukua 2000.
Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kutambua na kuthamini umuhimu wa kukuza uchumi wa mkoa wetu, kuungana bega kwa bega baina ya wananchi na serikali na kuhakikisha kwamba tunapambania kukuza uchumi wa mkoa wetu. Mimi nawashukuru sana, lakini nawashukuru sana pia kwa kutenga muda leo mkanisikiliza. Kwa sababu pia kama hupendi unaweza ukasema ukatangazwa utaongea na usipate mtu kila mtu akaama na bado wasitume hata message. Naam. Kwa hiyo wakituma message, wakauliza swali, wakatuma message, wakachangia na wengine wakakuombea dua, basi unamshukuru Mungu. Kwa hiyo mimi niendelee kusisitiza na wapenda sana 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 sana. Tuko pamoja, tuendelee kuijenga Kagera yetu. Tukutane site, tukutane Jumamosi Kaitaba, tukutane Jumapili Kaitaba. Mambo ni faya. Karibuni sana ndugu zangu, msiniangushe. Karibuni Kaitaba. Asanteni sana. Asante sana. How was it? Nzuri sana. Umeenda vizuri. Umechangamka kuliko siku zote. Kweli? Yaani confidence imeongezeka. Leo nilikuwa na Una mood ya kutosha kabisa yani leo. Confidence